Kwa utaalamu wako, ujuzi na kwa jinsi ambavyo nyinyi wataalamu mmekuwa mkizunguka nchini na kutoa matibabu ya magonjwa ya moyo, hasa hapo JKCI kwa maana taasisi ya moyo, ni ugonjwa gani au ni aina gani ya ugonjwa hasa ambayo imekuwa na athari kubwa sana kwa Tanzania, au zote zinakwenda sawa? Hapana, yako maradhi ambayo yameathiri zaidi wa Tanzania kwa ujumla. Yapo ambayo yameathiri zaidi wakina baba, yapo ambayo yameathiri zaidi wakina mama, yapo ambayo yameathiri zaidi watoto, yapo ambayo yameathiri zaidi watu wazima. Lakini tukizungumzia maradhi ya shinikizo la juu la damu, haya ndio yapo kwa kiasi kikubwa sana. Tafiti ambazo zimefanywa katika miji mikubwa pamoja na miji midogo inaonyesha kwamba wastani wa asilimia 26 hadi 30 wana shinikizo la juu la damu, na katika hao wapo ambao ni zaidi ya asilimia 70 hawafahamu kama wana tatizo. Kwa hiyo utaona elimu kubwa inahitajika kwa sababu tatizo lipo, na kama ambavyo ulizungumza mwanzo, ni chanzo cha vifo. Maradhi ya moyo, shinikizo la juu la damu, maradhi ya sukari, maradhi ya cholesterol au mafuta kuzidi katika mwili wa binadamu, kwa maana ya magonjwa yasiyokuambukiza. Kwa maana ya magonjwa yasiyoambukiza ni chanzo kikubwa cha vifo kwa watu wenye umri wa kati ya miaka 30 mpaka miaka 70. Utaona hapo tunazungumzia task force au tunazungumzia nguvu kazi ya nchi. Wanakufa zaidi kutokana na maradhi hayo. Achana na takwimu za kidunia, hata hapa kwetu Tanzania ni kweli kabisa kwamba watu wanaofariki katika miaka ya 30 mpaka 70, ukifuatilia ukiuliza, wengi utakuta wanafariki kutokana na magonjwa yasiyoambukiza na yakiongozwa na maradhi ya moyo.